Usinunue bidhaa hizi kama ndo kwanza unafungua duka jipya la vipodozi. Bidhaa za kwanza ambazo hupaswi kuzinunua wakati unaanza ni zile bidhaa ambazo zina bei kubwa. Mfano, kuna brandi kubwa kama hii La Parotte. Ni brandi ambazo product zake nyingi unakuta moja inauzwa $100,000. Yes, yani ni bei ni kubwa. Sasa wewe ndo kwanza unaanza kutafuta wateja. So ukiinvest pesa yako kwenye product ambazo zina gharama kubwa, ni vigumu kuvipatia wateja kwa haraka. Bidhaa nyingine zenye bei kubwa mfano kama hizi hapa, hii ni Dr. Bella Sen. Hichi kitu chenyewe unakuta kinauzwa shilingi $120,000. Kwa hiyo ukitafutia mteja mpaka upate ni kazi. Kwa hiyo nunua bidhaa ambazo watu wamezizoea kama brandi kama Anua, hizi Centella. Yaani brandi ambazo bei yake ni rafiki, unaweza kumuuzia mtu yoyote na ukatoboa. Kitu cha pili ambacho unapaswa kuzingatia ni kununua bidhaa ambazo zinaenda kutatua wateja. Yaani hakikisha kwamba bidhaa ambazo umeweka, mfano umeweka labda bidhaa kama Azelaic acid, hii ni serum. Unajua kabisa hizi serum ni kwa ajili ya kutibu wateja wenye chunusi kali. Labda umenunua sijui umeweka hii Gulta. Hii hapa ni serum nzuri kwa ajili ya kuglow. Kwa focus zaidi na serum at least 3, 4, 5 ambazo zinatibu matatizo moja kwa moja. Kwa hiyo usichanganye kila kitu wakati unanunua bidhaa hiyo. Kitu cha tatu, hakikisha umeweka moisturizer ambayo inaweza kuapply kwa mtu yoyote. Mfano, brandi kama Dr. Athea ni moisturizer nzuri. Hii ni miti yake lakini ni moisturizer nzuri. Kwa hiyo unaweza ukaweka moisturizer nzuri kama hii ambayo unajua mtu yoyote anaweza ka afford na ni bei yake ni upatikanaji wake ni rahisi, inatoka. Kwa nunua bidhaa ambazo zina trend, bidhaa ambazo zinatoka. Sio uangalie tu kwamba kwa sababu fulani umeona TikTok inaongelewa basi na wewe ukainunua moja kwa moja. Sometimes unakuta hazifanyi kazi kwenye ngozi labda za watu weusi, zinafanya kazi kwa ngozi za watu weupe. Kwa hiyo zingatia hilo swala. Kitu kingine cha msingi, usinunue bidhaa kwa sababu wewe hapo inakupenda. Nunua bidhaa kwa sababu watu wanaihitaji. Inatibu tatizo la watu wengi. Kwa hiyo usijiangalie wewe zaidi, angalia watu wako, angalia wateja wako wanataka nini, kwa sababu huko ndio unapoenda kupata pesa. So kama unahitaji usaidizi zaidi katika kuanza biashara yako, unaweza kutupigia simu kwa namba ambazo ziko kwenye screen, kwa sababu hapa siwezi kuongea yote kuhusiana na swala zima la kuanza biashara. Cha muhimu, tumia mtaji wako vizuri. Tuko hapa tuambie una mtaji kiasi gani, nasi tutakuchambulia namna gani ambavyo au bidhaa gani ambazo unaweza ukaanza nazo biashara.